Bado ongeza makofi mengi sana kwa Bwana Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Bado piga makofi mengi sana kama Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Amen. Tunamshukuru Mungu tena kwa siku ya nne leo. Amina. Mungu ana kusudi kubwa sana na mji huu wa Mkenge. Bwana asifiwe sana. Amen. Mama yangu na baba yangu, kama uko kule nyumbani, nataka kukwambia kwamba Mungu ana makusudi na wewe. Amen. Na ninayo furaha kubwa kwa sababu Mungu ameleta huu mkutano ni kwa sababu yako. Usikubali kuzuiliwa. Amen. Na kitu chochote kisikuzuie. Mungu ana kusudi na wewe katika huu mkutano. Mungu anataka akutoe kwenye hiyo giza. Amen. Akutoe kwenye hayo mateso. Amen. Akutoe kwenye hayo maumivu. Amen. Akutoe kwenye hiyo fezea. Amen. Wako wengine wanafezeka kabisa, na Mungu ameleta mkutano ili akutoe kwenye hiyo fezea ambayo unaipitia. Amen. Inawezekana kabisa pengine hata mume wako anakimbia nyumbani, lakini huu ni wakati wa mume wako kurudi nyumbani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ameleta mkutano, ana kusudi ya kurudisha mume wako, kurudisha vitu vyako ambavyo shetani aliviiba kwa muda mrefu, lakini mkutano umefika. Mungu anakwenda kuvirudisha kama utachukua hatua ya kukimbilia mahali hapa, na Mungu yuko hapa. Yeye atakwenda kurejesha yote yaliyopotea kwenye maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na kukaribisha sana ndugu yangu wa mji huu wa Mkenge, na kukaribisha sana sana sana. Kama ni kijana, na kukaribisha sana sana. Kama ni binti, na kukaribisha sana sana. Inawezekana unahitaji kuolewa lakini bado hujapata mume. Huu ni wakati wako, ndio maana Mungu ameleta mkutano. Utapata mume sahihi. Unajua hapa duniani kila mtu ana wake. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Usivamie wa mwenzako. Kila mtu ana wake. Tulia, njoo kwenye mkutano. Mungu atakupatia wa kwako, na akikupatia ya kwako hautaota tena nundu, kwa sababu kama utampata sio wa kwako, mara siku 2-3 kakupiga ngumi, jicho limetoka. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Wewe ukiona unapigwa, hebu kimbilia kwenye mkutano. Amen. Utapewa ushauri vizuri. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sijakwambia kwamba ukipigwa huyo sio wa kwako, usije ukaanza kukataa ukienda. Nimesema kama mume wako anakupiga, kimbilia kwenye mkutano. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe kimbilia kwenye mkutano, watakushauri wa mama, tutakuelekeza vizuri. Huyo mume wako atakuwa kama mtoto mdogo. Amen. Yaani kokote kule wewe utakuwa naye, utaanza kuishi naye vizuri. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Punga mkono wako hivi. Amen. Punga mkono wako tena hivi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu leo anakwenda kufanya vitu vikubwa sana. Amen. Mambo makubwa sana leo Mungu anakwenda kufanya hapa. Amen. Kama uko kule nyumbani una jambo lolote unafanya, hebu achilia hilo jambo. Kaa kwanza usikilize, na Mungu anakwenda kukuhudumia. Amen. Kama uko njiani, simama usikilize, Mungu anakuhudumia. Amen. Wewe chukua tu hali, ujipe nizamu mwenyewe kwamba ngoja niache kila kitu nisikilize neno la Mungu, ambalo kupitia hili neno Mungu anakwenda kufanya kitu kwenye maisha yangu. Amen. Fanya maamuzi hayo, Mungu anakwenda kufanya kitu kwenye maisha yangu. Amen. Haleluya. Amen. Ngoja tuangalie neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu ameshaomba hapa. Sasa tunakwenda kusoma neno. Bwana asifiwe sana. Amen. Nampenda sana Yesu. Amen. Tuangalie kile kitabu cha Mathayo sura ya 14. Tunaanzia mstari wa 13. Bwana asifiwe sana. Amen. Naomba unisikilize. Tunakwenda kusoma sasa. Haleluya. Kusoma sasa. Mathayo sura ya 14
Tunasoma ule mstari wa 13 mpaka wa 21. Bwana asifiwe sana. Amen. Tutasoma tu yote. Wewe tega sikio tu usikilize vizuri, na Mungu anakwenda kukusaidia, anakwenda kufanya kitu kikubwa sana kama utachukua hatua ya kusikiliza. Neno lenyewe tu litakwenda kuleta mapinduzi makubwa katika maisha yako. Utatoka kwenye kuelekea kuzimu na utaelekea mahali peponi. Utatoka kwenye umaskini utakwenda kwenye mafanikio. Amen. Utatoka kwenye magonjwa utakwenda kwenye uzima. Amen. Utatoka kwenye huzuni utakwenda kwenye furaha. Amen. Wewe sikiliza neno la Mungu, lenyewe lina uwezo wa kukupatia furaha kama utalisikiliza. Amen. Hata kama ndoa yako inakuletea shida mara kwa mara, hebu wewe sikiliza hili neno. Yesu anafanya nini kwa ajili ya maisha yako? Amen. Inasema, naye Yesu aliposikia hayo aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu faragani, na makutano waliposikia walimfuata. Hebu sema walimfuata. Walimfuata. Rudia tena, sema walimfuata. Walimfuata. Haleluya. Amen. Anasema walimfuata kwa miguu kutoka mijini mwao. Yesu akatoka akaona mkutano mkuu. Yesu akatoka akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Hata kulipokuwa jioni kama saa hizi, wanafunzi wake wakamwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu, na saa imekwisha kupita. Uage makutano waende zao mijini wakajinunulie vyakula. Yesu akawaambia, hawana haja kwenda zao, wapeni ninyi kula. Wakamwambia, hatuna kitu hapa ila mikate 5 na samaki 2. Akasema, nileteeni hapa. Akawaagiza makutano waketi katika majani. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi. Wanafunzi wakawapelekea makutano, wakala wote wakashiba. Sema wakashiba. Wakashiba. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate vikapu 12. Yesu anaangalia watu ambao wanachukua hatua ndani ya mioyo yao. Hata kama uko kule nyumbani, kama utafanya maamuzi ya kuchukua hatua ndani ya moyo wako, ukasema hebu ngoja nikaribie kwenye ule mkutano, Yesu hata kuacha kama ulivyokuwa. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapa angalia, tukirudia kusoma, anasema kwamba kwenye huu mstari wa 14, wa 13 na wa 14, anasema naye Yesu aliposikia hayo akaondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu faragani, na makutano waliposikia walimfuata kwa miguu kutoka mijini mwao. Kumbe ukichukua hatua ya kumfuata Yesu kwa miguu yako, Yesu kuna kitu atafanya kwenye maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kichwa chetu cha ujumbe
kinasema Yesu ni wa huruma. Amen. 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 Yesu ni wa huruma. Mama yangu, uko pale nyumbani, usizani kwamba watu wanavyokudharau na wanavyokupuuza na hayo matatizo ulionayo, usije ukafikiria kwamba na Yesu anafanya hivyo hivyo. Hapana. Yesu akiangalia hayo unayoyapitia, hayo unayoteseka, Yesu anakuonea huruma. Amen. Na ndio maana tumesoma kwenye huu mstari wa 14, anasema Yesu akatoka akaona mkutano mkuu, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa, akawaponya wagonjwa wao. Yesu anapotazama, kama unapitia mateso, unapitia magumu, unapitia maumivu yote, aina yoyote, Yesu hajawahi kushindwa kuponya. Wewe ukichukua hatua, Yesu yeye ni mwaminifu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio maana anasema alipogeukia mkutano, alipoona makutano wamekusanyika, wamesogea kwake, wanamwendea yeye, kitu cha kwanza kabisa kabla ya yote aliwaonea huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie ndugu yangu, Yesu anakuonea huruma. Mama yangu, baba yangu, kijana, ndugu, wewe ambaye unanisikia mahali popote ulipo, Yesu anakuonea huruma. Amen. Hayo unayoyapitia, Yesu anakuonea huruma. Amen. Hayo unayoyaona katika maisha yako, Yesu anakuonea huruma. Amen. Anataka uchukue hatua. Amen. Na unapochukua hatua ya kuelekea mahali pa mkutano, hawezi kukuacha. Yesu yeye ni mwaminifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Anasema hatua ya kwanza alichofanya, akawaponya wagonjwa wao. Amen. Hiyo ni ya kwanza. Amina. Amen. Amen. Nataka nikuonyeshe vitu vichache ambavyo Yesu anavifanya unapochukua hatua ya kumkaribia. Kuna vitu vichache ambacho nitakuonyesha leo. Amefanya vingi sana, lakini kwa sababu ya muda wetu nitakuonyesha vichache. Vingine unapokuwa wewe mwenyewe unaposogelea hapa, na watumishi wa Mungu watakusaidia, watakufundisha, watakuelekeza, watakuonyesha vile ambavyo Yesu anafanya. Ni mengi anafanya, hayawezi kuhesabika. Hatuwezi kumaliza kuelezea mambo ambayo Yesu anafanya, lakini tunaelezea machache ili wewe uone kile ambacho Yesu anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tukaona Yesu anaonea huruma watu, anaonea huruma makutano. Kama unateseka katika mazingira yoyote, Yesu anakuonea huruma. Na baada ya kuonea huruma, kama unaumwa ugonjwa wa aina yoyote, Yesu anakuonea huruma. Na kama anakuonea huruma, akasema hapa kwenye mstari wa 14, akasema kwamba akawahurumia wagonjwa wao, akawaponya. Hiyo ni kitu ya pili hiyo. Kwanza huruma, alafu kuna mtu mwingine hata kama unaumwa anaweza kuja tu akasema tu kwamba kwa kweli ugonjwa huu pole sana, akakuacha hivyo hivyo. Lakini yeye Yesu hakuachi hivyo hivyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Anasema akawaonea huruma, alafu akamponya, akawaponya wagonjwa wao. Bwana Yesu. Amen. Kwa hiyo Yesu anachofanya, kama unachukua hatua ya kumkaribia, anakuonea huruma, alafu anakuponya matatizo yako, anakuponya msiba wako, anakuponya maumivu yako, na wewe utaondoka mbele ya Yesu ukiwa uko salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Anasema Yesu akatoka akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake wakamwendea, wakasema, mahali hapa ni nyika tupu, na saa imekwisha pita. Uwaage makutano waende zao vijijini, wakajinunulie vyakula. Yesu akajibu. Nataka usikize tu Yesu anachojibu. Yesu akajibu, Yesu akawaambia, hawana haja kwenda zao, wapeni ninyi chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbe unapokuja kwa Yesu, hata kama atakuponya magonjwa yako, lakini pia ataanza kuhusika juu ya chakula chako. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Nataka nikwambie, hata kama unafanya kazi, unapata mshahara, lakini kama Yesu hajahusika kwenye mshahara wako, utajikuta mwisho wa mwezi umefika, bado una madeni dukani. Amen. Bado unadaiwa. Amen. Yaani mshahara umeisha, imefika tarehe 10, yani mishahara mingine haifikagi hata tarehe 10.
tarehe 2, tarehe 3, tarehe 4, 5 mishahara imeisha tayari. Anasubiria mpaka tarehe 30 nyingine. Sasa nataka nikwambie kwamba Biblia inasema kwamba kama utakimbilia kwa Yesu jioni ya leo, yeye atakuponya magonjwa yako, lakini pia atahusika kwa habari ya chakula chako. Amen. Haleluya. Upige makofi kwa Yesu. Amen. Pige. Bwana Yesu anafanya mambo makubwa. Amen. Yani hakuponyi tu afu akuache. Anasema wale watu wakasema waache waende zao kwa sababu hapa ni nyika tupu, hakuna chakula. Yeye akasema msiwaambie waende, wapeni chakula. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu anajali mpaka chakula unachokula. Yesu anajali mpaka maji unayokunywa. Yesu anajali mpaka njia unayokwenda. Amen. Kinyamkela anamzimisha kwa pumzi yake. Amen. Ikitokea kibwengo anamkanyaga kwa miguu yake. Amen. Nataka nikwambie ndani ya Yesu ni furaha tupu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndani ya Yesu ni furaha. Hakuna furaha duniani kama hauna Yesu. Amen. Hakuna furaha duniani. Hakuna furaha duniani kama hauna Yesu. Amen. Hakuna ushindi duniani kama hauna Yesu. Amen. Nataka nikwambie hata kama ungekuwa una pesa kiasi gani, kama hauna Yesu utapigwa makonzi usiku. Amen. Watakugonga makonzi usiku. Amen. Usiku atakukalia kifuani. Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe ngoja tu, unajua wenyewe wanavizia tu kama vijioni jua limezama hivi. Wewe pita tu mchana, lakini ikifika jioni wanasema tutamkomesha. Tutamkomesha. Utashangaa unatamani usiku malizike haraka. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Wewe ukitaka ulale usingizi wako kwa amani, nataka nikwambie moja kwa moja njoo kwa Yesu. Amen. Nyumba yako italindwa. Amen. Ndio maana Biblia inasema hivi, malaika wanafanya kituo kwa watu wanaomcha Mungu. Yaani wewe unalala, malaika wanafanya kituo kwenye ile nyumba yako. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Malaika wanalinda. Nani atakayekuja atakayeweza kuingia ili akukute wewe? Amen. Amen. Wanafahamu hicho kitu. Anasema kuna jeshi la kutosha hajasema tu anawatembelea, anasema ufanya kituo. Amen. 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 Malaika wanafanya kituo kwenye nyumba yako. Amen. Wanaizunguka nyumba yako. Yeyote atakayejipendekeza anafekwa. Amen. Haleluya, haleluya. Anafeka. Amen. Yani wewe unalala kama mtoto mdogo na utaamka asubuhi una nguvu zako. Sio kwamba umelala mara asubuhi unaamka unakuta tayari yani uko nyanga kama umetoka shamba. Kumbe umekukalia usiku. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati mwingine wanakulimisha usiku. Yani wanakubeba wanaenda kukulimisha kwenye mashamba yao. Unaamka unajikuta umechoka. Njoo kwa Yesu Kristo. Yesu ana majibu yote hayo. Yani utakuwa salama, utalala kitandani kwako na utaamka kitandani kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utalala na nguvu zako na utaamka na nguvu zako. Amen. Fanya shughuli zako na mambo yako yataenda vizuri. Amen. Wewe kimbilia kwa Yesu Kristo. Anasema yeye anashughulikia mpaka chakula unachokula, mpaka maji unayokunywa. Amen. 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 Anasema twende kidogo pale kwenye ule mstari unaofuata. Anasema hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake wakamwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu na saa imekwisha Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu anajali kushiba kwako, anajali afya yako, anajali watoto wako, anajali nyumba yako. Hebu mkimbilie Yesu jioni ya leo. Kama kuna mahali unanisikia, kumbuka hakuna mtu anayeweza kukujali vitu vyote hivyo. Ni Yesu peke yake ndo anayeweza kukujali. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sisi tumekimbilia kwa Yesu. Naam. Na tulipochukua hatua ya kukimbilia kwa Yesu, ndio tunaona Yesu anajali maisha yetu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajua mimi ndo nilianza kuokoka kabla ya mke wangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikawa nimesikia habari za Yesu. Niliposikia habari za Yesu nikampokea Yesu. Alafu nikarudi zangu nyumbani nikamwambia mke wangu, mimi nimempokea Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Akaanza kulalamika. Akasema hivyo vitu haviwezekani.
Nikasema haviwezekani, kwa nini? Akasema hapana, hiyo mimi sitaki hiyo habari. Nikamwambia ni mimi ndio nimempokea Yesu, mimi ndio nimeokoka. Sasa wewe unasemaje haiwezekani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Akaanza kupinga wokovu wangu na akapeleka taarifa mpaka kijijini kwao. Akampelekea taarifa hata baba yake mzazi. Baba mzazi akapinga sana ule wokovu. Nikasema jamani, kwani sisi tukiamua tuwe waganga kienyeji mtatuzuia? Wakasema hiyo ni maamuzi yenu. Basi hata kuokoka ni maamuzi yangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Baada ya hapo mambo yakaenda nikakaa kwa karibuni miaka inafika kama 2 hivi labda kasoro. Mimi naendelea na wokovu, mke wangu aendelee na wokovu, anaendelea na mambo yake ya dini yake. Maana unajua dini zinafunga sana watu. Sisi ndio maana hatuelezei dini hapa, tunaelezea habari za Yesu. Amen. 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 Sisi hatuna mpango na dini yako, hatuhitaji kutaja dini yako yoyote ile. Sisi tunamtaja Yesu, tuna kibali cha kumtaja Yesu mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kila tunakoenda sisi tunamuelezea Yesu wa Nazareti. Yesu mwana wa Mungu. Yeye ndo anayeponya, yeye ndo anayeokoa, yeye ndo anayekuwazia mema katika maisha yako. Amen. 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 Wakati tunaendelea hivyo ikapita miaka kadhaa hivi. Unajua wakati niko mwanaume ukiokoka alafu mwanamke hajaokoka kunakuwa na shida kidogo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kunakuwa na shida kidogo zinatokea pale. Kwa hiyo wakati mwingine nilikuwa navizia hiyo miaka yote, hiyo miaka nataka nikuonyeshe nilichokuwa nafanya alafu Mungu alichofanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize vizuri, hata kama uko nyumbani unaniangalia, wewe niangalie uone nilichokuwa nafanya. Kwa sababu ilikuwa sasa asubuhi ikifika siku ya ibada tunagawana. Mimi nakwenda huku, yeye anakwenda huku. Tukirudi pale tunakutana, mimi sijui yeye kafundishwa nini na yeye ajui mimi nimefundishwa nini. Alafu ndo tunakutana, tunakaa meza moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunakula chakula pamoja. Unajua ukikaa na mtu ambaye hajaokoka, yani anaweza akafanya mambo mabaya, anakuwa na neno la siri, mnakula sahani moja, anasema neno hili mume wangu hajui na sitamwambia. Bwana atusaidie sana. Amen. Yani wanakula chakula sahani moja, lakini kuna siri mwenzake anayo, na pengine mume naye anakuwa na siri mke wake ajui, lakini wanakula pamoja. Hayo ni maisha mabaya sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati ule nakumbuka wakati naendelea kumwomba Mungu kwa ajili ya mke wangu aokoke naye amwamini Yesu. Amen. Amen. Amwamini Yesu. Unajua wakati naendelea, siku nyingine hata akilala naamka usiku naweka mkono naomba kwenye kichwa chake katika jina la Yesu. Yani naomba mpaka naona kama nataka kuamka hivi natoa mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Naweka mkono kwa jina la Yesu. Naweka kabisa, nagusa kile kichwa, naamka nagusa kwa mbali hivi. Sasa unajua ukiomba maombi yana nguvu. Amen. Amen. Mtu anajaribu kufanya hivi, kama nataka kunyanyuka hivi nasogeza kidogo mkono na nyamaza kimya pale. Natulia kidogo na naacha. Akiamka najifanya kama naenda nje. Lakini kumbe nilikuwa namuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mmoja alikuja mtu mmoja mgeni. Tukafanya ibada kule, tumemaliza. Akaniambia twende nyumbani. Nikasema sawa. Tumefika nyumbani nikamkuta mama, akasema mbona mama hajaja kwenye ibada? Nikamwambia pole hajaokoka ili asisikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ilikuwa ni mchana, jua linawaka, ilikuwa tunaenda kunywa chai kwa sababu sasa tumetoka ibadani tukanywa chai. Nilipomwambia tu hajaokoka, akasema basi chai iweke pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akasema basi naomba mama aje hapa tuongee. Ilikuwa kama saa 7 hivi mchana. Aliongea, tuliongea naye, tuliongea, tumekaa. Ndo hatujala chakula hapo wala ile chai. Mpaka ikafika usiku kama saa 1 hivi. Mama ndo akapiga magoti kumpokea Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati amepiga magoti na mpokea Yesu, mimi nikanyanyuka, nikanyonya mikono juu pale ndani sebuleni pale. Yani sikugeukia kule alikokuwa yeye, nimegeukia pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Siku naikumbuka kama vile jana, siwezi kuisahau. Amen. Kwa sababu kulikuwa na kakiza hivi ndio kanaingia
mke wangu anapiga magoti anampokea Yesu. Nikasema ndio huyu kweli, yani huyu anampokea Yesu. Yani nikasema kwa kweli, nikanyanyua mikono juu nikasema Mungu wewe ni mkuu sana. Unajua tangu alipompokea Yesu ndio maana unaona mpaka leo nina furaha namna hii. Kwa baraka kubwa sana, amekuwa mshauri mkubwa sana, amekuwa tegemeo sana, amekuwa mama mzuri sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata kama wewe mjui piga makofi tu. Amen. Kwa sababu tayari tuko hapa Shining Light, siku moja mtakuja naye. Amen. Siku moja, kwa sababu tayari tuko hapa na tayari tuko hapa. Kwa hiyo siku moja haya maneno kama utayakumbuka, tutakuja nitakwambia yule mke wangu kama unavyoona mimi hivi nilivyo. Wengine hapa wanamfahamu. Na yeye ukimwona ni hivi hivi. Hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe utashangaa. Yaani unaona mimi nilivyo hivi nikisema jamani sijaoa natafuta mke huku Mkenge. Huku Mkenge jamani nitafuteni mke sijaoa mimi ni kijana mdogo. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Ukija kwa Yesu Kristo, hata kama ulikuwa umechoka utarudi tena upya. Yesu kazi yake anafanya uwe upya. Upya. Maisha yako yanaanza upya, yanatengenezeka kwa upya, yanafanywa upya, na utakuwa kiumbe kipya. Unapokuwa kiumbe kipya, maana yake hata kama nguvu zako zilisha zinarudi tena. Amen. Leo nina nguvu tena. Amen. Huyu anayeongea hapa ni mbabu. Tayari ana wajukuu. Sasa unaweza kuamini kama ni mbabu huyo? Bwana asifiwe sana. Huyu ni mbabu. Sasa mbabu anaweza kaluka hivi. Usifanye mchezo. Yaani ndani ya Yesu kuna vitu anafanya. Hapa hata ukiniambia tukimbie mpaka kule Rami mimi naweza nikakushinda. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu Yesu amefanya vitu ndani yangu kiasi kwamba natamani kama nipae. Na ndio maana naweza nikakimbia, naweza nikafanya chochote kwa sababu Yesu amehuisha. Ile hali yangu ilikuwa ya kuwa mzee haipo tena mpaka hivi sasa. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haipo, naweza kufanya kitu chochote chenye nguvu. Amen. Chochote ambacho cha kutumia nguvu naweza kufanya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa nini nafanya? Kwa sababu Yesu amehuisha. Ndani yangu niko hai sasa. Amen. Zamani nilikuwa naelekea katika hali ya kufa, sasa niko hai. Na ndio maana naweza kuyasema haya, naweza kufanya kitu chochote kwa sababu Yesu amenifanya kuwa hai. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wewe kimbilia kwa Yesu. Anasema kwamba wale watu wakaenda kwa miguu yao. Hata yule mwanamke aliyeponywa miaka 12 damu ilikuwa inamtoka, Biblia inasema alikuwa na msiba. Sema msiba. Msiba. Unajua kuna ugonjwa mwingine unaumwa unakuwa kama msiba. Yaani ni ugonjwa tu unaumwa. Biblia imetaja yule mwanamke alikuwa na msiba. Amen. Amen. Anasema kwamba alikuwa na mali zake nyingi, akauza ili apeleke kwa waganga apate uponyaji. Biblia inasema kusimfae hata kidogo. Waganga wote aliowapitia ili apate uponyaji haikuwezekana. Anasema mali zote ziliisha. Waganga wakala kuku zake, wakala ng'ombe zake, wakala vyakula vyake. Ugonjwa ulibaki pale pale. Mungu wetu atusaidie sana. Amen. Mungu wetu atusaidie watumishi. Amen. Mungu aliyemtuma Yesu Kristo kuja kwenye maisha yetu, tunapaswa tumpigie makofi. Hebu mpigie makofi. Amen. Mungu aliona kwamba kuna waganga wa kienyeji wanapenda kula vitu vya watu. Ndio maana kila siku kama utaenda atakwambia niletee nyama hii. Wewe fikiria anavyokuchanganya. Unajua mganga anachanganya sana. Anakuchanganyaje unajua? Niletee kuku mweusi. Ukienda kesho kutwa anakwambia niletee mwekundu mwenye madoadoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Siku nyingine anakwambia niletee mweupe ambaye hana doa hata moja, mlete huyo. Asa wewe jiulize, yule kuku ukimnyonyoa manyoya ndani rangi yake inabadilika. Sina kwa ni ile moja tu. Kwa hiyo anakuchanganya na manyoya tu yale. Ndani nyama ni ile lakini anakuchanganya na manyoya tu. Lete mweusi, lete mweupe. Wewe ukinyonyoa unakuta rangi ni hiyo moja. Amen. Amen. Pale kinachotakiwa ni ufahamu tu. Yeye anacheza na ufahamu wako. Kama hujui ufahamu akwambia kamlete yule mweupe kabisa. Kamlete mweusi.
kamlete mwenye rangi. Kumbe mwenzako anabadili mpaka wanaagiza kwamba lete na vitunguu na mchele. Wewe bado hujashtuka. Bwana asifiwe sana. Wewe bado hujashtuka kama huyu mtu anataka kula. Lete na vitunguu, nilete na mchele. Angalia ule mchele uliochomoka. Wewe kwani wewe una akili? Bwana asifiwe sana. Amen. Ndugu yangu, nataka nikwambie wewe ndugu yangu wa Mkenge, Mungu anakupenda, ndio maana ameleta huu mkutano. Yeye anakuchanganya tu kwa maneno ili ale vitu vyako, lakini kusifae hata kidogo.